Ilianza udogo, wakakazana mwendo, wakasema vijana, njoni tulijenge kuwakaribisha sana kwenye mkutano wetu mkuu ambao unafanyika siku ya leo tarehe 14 hapa Polisi Mesi. Nisikie mna amani na mko sehemu salama. Kwa neema ya pekee kabisa leo tumeweza kushiriki tena pamoja na mkurugenzi wetu, dada yetu kipenzi, mbeba maono wetu, dada yetu Birema Beleke. Ameambatana na uongozi wa taifa, ndio maana leo tuko hapa. Ana mengi tu ambayo ataweza kutuwasilishia siku ya leo. Lakini wewe uliyekuja hapa mwana wa Uvita, tambua kwamba uko hapa kwa kusudi maalum. Hauko tu kwa bahati mbaya. Upo hapa kwa ajili ya kupata chochote, aidha elimu kutoka hatua moja kwenda nyingine, tuweze kubadilisha mfumo wetu wa maisha, kama ambavyo dhima ni kutuinua kiuchumi, na sisi tuko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania. Kwa hiyo tuko hapa, naomba tukae kwa ajili ya utulivu, tuweze kupata ile kidogo kilicholetwa au kikubwa kilicholetwa, ili sisi tuweze kunufaika. Nipe nafasi uongozi wa wilaya uweze kutoa utambulisho wa wilaya, alafu tutaendelea. Kwa mwenyekiti wa mkoa taifa, asante. Kwa katibu wa mkoa, asante. Kwa wageni waalikwa, mimi ningependa kusema kwamba sina mengi ya kusema mbele zenu, bali ninazidi kuwakaribisha na hatimaye nikiwakaribisha na wale ambao hawajaweza kujua WAWAVITA, ili waweze kujua WAWAVITA jinsi gani inaweza ikatenda kazi. Mimi sitakuwa msemaji mkuu, bali ninawakaribisha sana tuwe wasikivu, ili tupate kile ambacho kimetuleta mahali hapa. Ni mambo mazuri yapo mahali hapa. Kwa hiyo tega sikio lako, weka akili yako vizuri, sikia kwa usikivu, ili uchukue kwa ajili ya maisha yako, maisha yetu na maisha ya taifa kwa ujumla. Kwa hiyo niseme karibuni sana. Mko sehemu salama, na hatimaye tutatoka hapa tukiwa na hali ya usalama, tukiwa tumechukua kitu ambacho kitaweza kutujenga katika maisha yetu na maisha ya jamii kwa ujumla. Asanteni. Ninaye mweka hazina wa wilaya, atasimama wasalimie. WAWAVITA, wanawake wanaume wa uchumi wa viwanda Tanzania. Tunaye mwenyekiti msaidizi wa wilaya, utasimama usalimie. WAWAVITA, wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda Tanzania. Kwa majina naitwa Maria Dorothy Francis Shayo, ni makamu mwenyekiti wilaya. Karibuni. Tunaye katibu wilaya. Wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda Tanzania. Majina naitwa Madina Rajabu, katibu wa WAWAVITA wilaya ya Msambweni. Karibuni sana. Wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda Tanzania. Asante sana. Asante katibu mkoa kwa kutusaidia hii ili kwa ajili ya kuweza kufikisha kile ambacho kinastahili kuwafikishia. Kwa pamoja nirudie kusema tu kwamba haki imezingatiwa. Nitarudi kwa utambulisho tena. Naitwa Sulemani Ndaba, ndani ya taasisi ya wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda Tanzania. Mimi ni mhamasishaji ili WAWAVITA wapatikane mahala fulani ndani ya mkoa wa Arusha na vijiji vyake vyote, kusema kwamba na viunga vyake vyote.
Hilo ndio jukumu langu, na ili tuweze kufaulu kupata hawa wanachama wa WAUVITA waweze kuwa sawa, lakini pia kupata haki zao stahiki, hilo ni jukumu langu mimi. Sasa kwa kifupi nasema mimi ndio mwenye wanachama wake. Kwa hiyo nikombe wewe mahala ulipo, unipe dakika chache tu za kutega sikio lako vizuri, ambaye hujawa mwanachama, uweze kuelewa utaratibu gani unaopaswa kutumia au kupitia uweze kuwa mwanachama. Na baada ya kuwa mwanachama, kuna haki zako stahiki unazopaswa uzipate kutoka ndani ya taasisi. Sauti yangu inafika huko mwisho najua sauti yangu huwa ni kali kidogo. Nitaingia kwenye mfumo moja kwa moja kwamba kwa wewe ambaye hujawa mwanachama wa taasisi ya wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda, kufanya nini ili uweze kufikia kuitwa wewe ni mwanachama na zile haki zote uweze kuzipata. Kwa WAUVITA sitaweza kuzungumzia kwa undani kwa sababu yupo mwenye dhamana hiyo ya kuweza kuzungumzia kwa undani zaidi, na katika package ilizozibeba kwamba imebeba nini na nini na nini, yupo ataweza kufikisha hiyo, ila ninachosimamia mimi ni kila ambacho cha kuweza kukusogeza ndani ya taasisi. Hapa mbele yenu nimeshikilia, hii ni fomu kwa sababu tu iko mbali. Ingekuwa kila moja nayo hapo tungeweza kuona nini kilichopo, lakini nitakielezea hata kama hauko nayo hapo, utapata kuelewa. Hatua ya kwanza ili uweze kuwa mwanafamilia, yani mwana wa WAUVITA, mwanachama, hatua ya kwanza ni kuweza kulipia hii fomu ambayo inakugharimu shilingi 2000. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuweza kuipata hii fomu. Na baada ya kuipata hii fomu kwa shilingi 2000, kuna hatua ya pili, ambayo hatua ya pili itakulazimu kuweza kulipa shilingi 25,000. Shilingi 25,000, kuna namba ambazo hapa ni za usajili ambazo unalazimika uzipate. Kwa hiyo 25,000 baada ya kulipa hizi namba utazipata, maana yake utaingia kwenye usajili moja kwa moja. Katika usajili tunaita kwa lugha nyepesi kujiunga. Tayari umekuwa mwanachama. Tutakuwa gharama hapo tumepata 2025, utakuwa na 27,000. Baada ya hatua hiyo ya pili, tutakuwa na hatua nyingine ya tatu. Hii hatua ya tatu ni ada ya kila mwezi, ambayo hii ada inaitwa ni kama uhai wa taasisi au uhai wa mwanachama. Manake tukisema taasisi ni wewe ambaye ni mwanachama uliyekamilika na ina shughuli zake. Hii 2000 unakuja kuitoa kwa kila mwezi. Hii 2000 ambayo inakufanya uwe mwanachama hai, utalipa tu kwa kila mwezi shilingi 2000, kila mwezi 2000. Isipokuwa kwa yule ambaye atakuwa anahitaji kuingia kwenye fursa ya uwezeshwaji kupitia vifurushi vilivyomo ndani ya WAUVITA, sawa, vya uwezeshwaji hivi, itamlazimu aweze kulipa ada yake kwa mwaka mzima. Maana yake ili uwe hai, haka ka 2000 kako kila mwezi lazima uwe hai, sawa Sasa maana yake sasa 2000 kwa kila mwezi kwa miezi 12 tunapata sawa na 24,000 kwa naye hitaji kuingia katika mfumo kwamba yeye awe hai ili kuweza kufikia fursa zozote ambazo ziko mbele yake. Atalipa kwa pamoja ambayo ni shilingi 24,000. Sasa tukichukua hii 24,000, tukachukua 25,000, tukachukua shilingi 2000, kwa ujumla tunapata shilingi 51,000. Basi hiyo baada ya kukamilisha hiyo
tunasema wewe kuanzia muda ule ule fursa zote zinazostahiki unapaswa kuzipata. Na mimi nishasema mimi ndio msimamizi wako, kwa sababu kila mwanachama mimi usiniguse nikishajua wewe tayari na kutambua kupitia ile namba yako. Sawa? Ile namba yako tu. Wewe hata kama ungekuwa yuko wapi, sijawahi kumuona, lakini ukiniuliza nikichukua ile namba najua anaitwa nani na anaishi wapi na alijiunga lini na tarehe ngapi. Itapata taarifa zake. Sasa tunarudi kwenye kipengele cha hizi gharama. Hizi gharama, hii shilingi 2,000 ya mwanzo kabisa unaoilipa kwa ajili ya kupata hii fomu. Ukishailipa hautakuja kuilipa tena katika maisha yako kama mwanafamilia. Kwa sawa hilo? Haya. Hatua namba 2. Hii shilingi 25,000 ulioilipa kwa ajili ya kupata usajili ili uweze kupata hiyo namba, basi hii 25,000 hautakuja kuilipa tena katika maisha yako ukiwa ndani ya taasisi ya maana yako, ukiwa mwanachama. Kasoro hii hatua namba 3 ambayo ni shilingi 2,000. Hii itakuwa ni endelevu kwa kila mwezi au kwa kila mwaka. Aliyelipa kwa kila mwezi ataendelea kulipa hivyo. Aliyelipa kwa mwaka ataendelea kama anaendelea na zile nini fursa. Uko sawa eh? Sasa hapa nifafanue kwa nini sasa tunasema anaingia kwenye fursa alipe hiyo. Kwa nini asilipe tu mwezi mmoja au miezi mitatu baadaye tena ikiisha atalipa? Tunarudi kwamba ni lazima anaingia kuwezeshwa awe hai. Na kinachomfanya kuwa hai ni haka ka 2,000 kake tu. Thamani yake tukianza kuichambua ndio utaelewa kwamba kumbe ni kadogo lakini kana thamani, kamebeba kila kitu. Sawa? Sasa ni kwamba fursa zote nyingi zinazokuja zinakuwa ziko kwenye utaratibu kwamba mwaka huu tuna mafunzo tumeainisha Tanzania nzima na katika kila mikoa, wanaohitaji usindikaji, wanaohitaji kutengeneza batiki, wanaohitaji kufanya hivi, wanaohitaji kwa ajili ya mitaji uwezeshi, wanaohitaji kwa ajili ya mambo haya si kilimo, kupata mashamba na kadhalika, wote wanakuwa kwa kwenye mlolongo. Lakini huu mlolongo umewabeba wale ambao wako hai. Sawa? Kwa hiyo sasa, na hii fursa kwa sababu inakuwa imewekwa ndani ya mwaka mzima, imeainishwa, tunasema wewe ambaye utakuwa umelipa nusu hautaweza kupata hii fursa. Na kwa sababu fursa inakwenda mwaka mzima, ni lazima uwe sasa muda wote wewe uko hai. Kwa hiyo kuna ule umuhimu wa kulipa moja kwa moja, hata kama hujahitaji fursa kwamba nahitaji kesho kutwa nichukue uwezeshwaji wa fedha fulani, basi tunakushauri ni bora ukalipa ukawa uko huru muda wote, kwamba wewe muda wote fursa itakapokuja inakukuta huko sawa. Na tunasema inapokutafuta inakukuta huko sawa. Si tumeelewana vizuri hapo? Fursa ni sawa na riziki. Hakuna anaweza kusema aenda kutafuta riziki. Huwezi kwa mfumo huo, huwezi, huna uwezo huo. Ila riziki inakutafuta wewe uko wapi? Ni namna gani umejiweka sawa kwamba mimi sehemu yangu ya riziki naitafutiaga pale kwenye kakibanda kangu. Si ndio hivyo? Sawa. Sasa na hii tunasema uwe tayari muda wote. Maana yake fursa inapokuja wewe unakuwa hauna kipingamizi. Ya kujiunga na taasisi, nadhani tutakuwa tumeelewana. Kama kutakuwa na mtu ambaye hajaelewa katika hilo, nitahitaji kupata maswali juu ya hilo. Lakini kwamba mimi kama mhamasishaji taifa hapa naona kuna mama na wakina baba, lakini wakina baba ni wachache sana. Wakina baba wanaonekana kuwa wachache, wakina mama ni wengi. Huwa nasema ninaamini kuna walioolewa, kuna ambao hawajaolewa, kuna walio na kaka zao, kuna walio na wajomba zao, baba zetu mpaka na babu zetu. Kwa sababu taasisi hii imekupa fursa kuanzia umri wa miaka 18 kwenye sifa ya mtu ambaye anahitaji kujiunga. Kuanzia umri wa miaka 18 mpaka miaka zaidi haina mwisho. Hata kama una miaka 100 lakini bado akili timamu iko inafanya vizuri na una nguvu, maana yake utashi bado unao, basi ruksa kufanyeje kuingia hapo. Hilo ni swali kwenu, kwa sababu mnakosesha fursa. Lakini pia kaka zetu
Tuna kaka zetu hujaolewa lakini una kaka, pia unaweza kawa na shemeji wa kiume, yazungumzie shemeji wa kike. Nilitakiwa kuwafikishia taasisi hii ni ya wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda Tanzania. Nini tunachokikusudia? Mimi nitakueleza jambo leo, haijalishi kwa sababu taasisi imeweka fursa nyingi, kwamba haijalishi ni mtumishi wa serikali, wa kampuni, sawa, yaani wa mashirika mbalimbali, wote ruksa waweze kujoin na waweze kunufaika na kila ambacho kinapatikana ndani ya WAUVITA. Sasa wewe ambaye ni mtumishi, kuna muda wako ambao utahitaji kutumia. Usiseme kwa sababu mimi ni mwalimu, mimi ni daktari, mimi nani, siwezi kupata ule muda. Muda unaohitaji kutumia ni mdogo baada ya kupata hizi fursa. Ukiwa umeshajiunga ukapata hiyo fursa, kwa sababu tunahitaji kila mmoja, kila Mtanzania aliyefikia umri wa miaka 18 aweze kumiliki kiwanda, ijapo kwa kuanza na kiwanda mkono. Sisi tunaelewana vizuri hapa? Yaani kila Mtanzania. Na kama kila Mtanzania ataweza kufikia hiyo hatua, wewe mtumishi sasa ambao unaona utatumia muda wako wa ziada baada ya kutoka kazini saa 10 huko nyumbani, chukua tu ndani ya risali moja kuweza kuzalisha kila ambacho umeamua kujifunza. Kwamba mimi nitakuwa kiwanda mkono kwenye sabuni, kwenye batiki, kwenye kuzalisha kiatu kizuri cha ngozi, chochote, au sindikaji, au nataka nimrudishe ndani ya familia yangu hapa, nazalisha juisi na kadha. Kinywaji chochote unachokiona hapa kinachakatwa, kinatengenezwa, kinasindikwa, chenye kuchakata kinachakatwa. Lakini fursa ya ziada utakayoipata wakati unafanya hiyo huduma, kama una watoto wako 2 3 ambao hawajafikia ule umri wa miaka 18, wako 17 kurudi nyuma, basi ni nafasi yao sasa, baada ya kumaliza kutengeneza ile, kama wamepewa homework wamemaliza, waambie njioni hapa. Maana yake utaanza kuzalisha na wao wanaona. Tunasema unawaandaa hawa ni kiwanda mkono kwa nadharia. Sisi tunaelewana hapo? Na wakati wote tuwasubiria miaka 18 waweze kuingia rasmi. Kwa hiyo unatengeneza, wewe ni mwenyewe ni kiwanda mkono, na unatengeneza familia yako kiwanda mkono. Hata ikitokea hauko duniani, kiwanda chako ulichokianzisha hakitaweza kuisha, kwa sababu jamani. Kwa hiyo mimi naumia kwa sababu sioni ni wachache, wanaume wenzangu ni wachache hapa, na tunaamini kila familia hapa wako, na tunaamini katika watu wanasema palipo na mama bora kuna baba bora, sio? Na palipo na baba bora kuna mama bora. Hebu mimi niwahimize sana, waambieni kina baba wachangamkie hii fursa. Hebu chukulia nafasi kwamba baba ni mwana wa UVITA, sio? Mama pia yuko ndani ya taasisi. Mna watoto 3 ambao wamefikia umri wa miaka 18, nao wako ndani ya nini? Ya taasisi. Jumla tumepata wangapi hawa? 5. Halafu mnaingia kwenye uwezeshwaji katika kupitia kiwanda chenu mkono. Mmeomba milioni 5 katika fursa iliyopo kupitia baadhi ya taasisi. Zitakuja kutajwa hapa. Sawa? Fursa ya uwezeshwaji. Mmeingiza shilingi ngapi ambao umepata uwezeshwaji? Milioni ngapi hizo? 25, sio? Hivi 25 kama baba bora ameamua kusimamia na kwa ushauriano mzuri wa mama bora na watoto, tunaamini mtatengeneza kama ni uzalishaji wa kiwango cha juu. Halafu hawa watakuwa wote wanafahamiana kwamba hii ni familia yangu. Kuna hala ya kusema kwamba mtoto atamkimbia baba au mke atamkimbia mume. Sisi wanaume tuna tabia ya kusepa, ni wepesi wa kufanyaje? Lakini kama ni familia yangu nitaikimbiaje wakati tuko pamoja? Ni ngumu. Kwa hiyo hii ni fursa familia iweze kuwa na mfumo huo, inakuwa ni bora zaidi. Baba ataweza kusimamia na mama ataweza kusimamia, na hao watoto watakuwa katika mfumo ambao ni rafiki. Isichukue muda mrefu sana, lakini katika haya ni moja ya mambo muhimu. Mabinti tunawahitaji. Kuna siku moja nimefika mahala nikajikuta na wastaafu wengi kuliko, mpaka nikauliza kuna baadhi ya mikoa huko, nitafutieni nyinyi, mna watoto wenu na mna vijana wenu, nyinyi wako wapi? Kwa sababu fursa ziko kuanzia miaka 18 kuendelea. Sasa ni hawa waweze kuingia
fursa zinazopatikana WAUVITA hazina mwisho. Ukizungumzia kiwanda mkono au kwa mfumo wa Wizara ya Viwanda na Biashara ambao ndo walezi, ni kwamba ina mwanzo lakini haina mwisho. Tunaelewana? Yani kwamba ina mwanzo ila haina mwisho. Kwa hiyo takuwepo mimi na wewe tutaondoka, lakini vizazi vinapokuja vitaendeleza, kwa sababu kila mmoja anahitajia kuweza kusimamia kiwanda mkono. Basi nadhani nipate fursa ya kuwapeni kama kuna lolote ambalo linaweza likaulizwa, swali lolote juu ya haya niliyoyaeleza, niko tayari kwa ajili ya kuyajibu. Halafu baada ya hapo mambo mengine yaweze kuendelea. Karibuni.